Kwa jina naitwa Aida Kaduma, ni katibu wa mbunge jimbo la Mufindi Kusini, Mheshimiwa David Kienzile, ambaye pia ni naibu waziri wa uchukuzi. Leo nimehudhuria kikao cha DCC kwa niaba yake, lakini pia katika kuendelea na kikao hiki tulikuwa tunatoa ushauri tofauti kwa ajili ya bajeti ya 2026-27. Kwa kweli kikao kilikuwa kizuri, kimeenda vizuri, lakini nimejitahidi kutoa maoni kwenye hiyo bajeti, hasa upande wa afya kwenye kitengo cha uchangiaji damu. Swala la damu ni swala mtambuka. Sasa hivi hospitali nyingi sana zina upungufu wa damu, na ukiuliza kwa nini hamna damu, na watu wako wengi tu vyuo, wanafunzi wa sekondari, wananchi tofauti, mbona wanaweza wakiambiwa wanaweza wakachangia damu wakasema tatizo ni bajeti. Kwa hiyo nikashauri kwamba basi kwenye hizi bajeti zote za halmashauri zote mbili, halmashauri ya Mufindi na halmashauri ya Mafinga, waangalie namna yoyote ya kuweza kuingiza kabajeti kidogo kwa ajili ya wale watu watakaoenda kuhamasisha uchangiaji damu. Tuna tatizo kubwa, akina mama wanajifungua, anatakiwa ongezewe damu hakuna. Lakini sisi tuko kwenye main road, barabara kuu. Ajali nyingi zinatokea, wagonjwa wanatakiwa waongezewe damu hamna. Kama swala ni budget, ni bora wakatenga uwezo wa kutenga hizi halmashauri mbili pesa hata kama milioni 5, milioni 6 kwa ajili ya kuwawezesha wale watu ambao watakuwa wanaenda kwa ajili ya kuhamasisha damu, watu wachangie damu. Itakuwa ni jambo jema. Damu, hakuna kiwanda cha damu kwa ajili ya binadamu. Kungekuwa na kiwanda cha kutengeneza damu wala isingekuwa tatizo. Damu ni lazima itokane na mwanadamu mwenzie. Sasa tusipoliwekea mikakati, tusipowekea bajeti, watu wengi watapoteza maisha pasipo sababu. Kuna watu wanatamani kuchangia damu lakini hawajafikiwa, hawajaambiwa. Ukiuliza wenye halmashauri zao wanasema bajeti hakuna, lakini tumeshauri kwamba angalau basi kwenye bajeti ya 2026 watenge kiasi cha pesa kwa ajili ya kuwapeleka vijana au wale wataalamu wakahamasishe watu wachangie damu. Mama Samia Suluhu Hassan amefanya mambo mengi sana, mambo makubwa kwenye masuala ya afya. Amejitahidi sana kutengeneza miundombinu, madawa yapo, wataalamu wapo, lakini ukija kwenye swala la damu hamna. Lakini damu haihitaji hata gharama kubwa. Hata wangewatengea tu wale watu wanaoenda kuhamasisha kuchangia damu, hata wawape 10,000 tu kwa siku ya maji ya kunywa, ili waweze kutoa taarifa kwa wale wanaoweza wakachangia damu. Kwa mfano Red Cross wapo kila mahali, kuanzia kijiji, kata, mpaka wilayani, mkoani. Red Cross wapo na wamepata mafunzo ya namna ya kwenda kuhamasisha watu kuchangia damu. Wale ni wanajitolea, lakini kwa huruma zake yule ambaye atakuwa amewaelekeza kama ni TMO au ni DMO, basi awape hata ya maji tu au ya nauli ili waweze kufika kwenye hivyo vituo, kuliko kutoitenga kabisa bajeti ya uchangiaji damu.